mimi nilikuwa mlezi wake. So nikamnyorosha. Nikamsafisha kabisa. Alikuwa yeye mrefu, alikuwa na moja ndogo. Alikuwa anaitwa Basasa, mnafahamu. Mmoja alikuwa mweupe anaitwa Machi, na wengine huko Kenya. Sawa, kwa wakati vizuri. Mimi nilikuwa kama baba na nilikuwa kama watoto wa Yesu Kristo. Lakini walikuwa wazuri, walikuwa wazuri. Baadaye kawa na kikundi kingine cha wakina Kristofa. Sasa walikuwa watundu kidogo. Yesu Kristo. Ndio kama mzazi ukizaa wengine wanakuwa wazuri, kama kwamba kwanza anakuwa mzuri, wa pili ndio. Sasa kikundi chao walikuwa amelezi vizuri, lakini sasa akabaki mmoja peke yake. Hao walimaliza karibu wote. Inao baki mmoja. Tafadhali muombe Yesu Kristo. Ili kizazi kisipotee kabisa. Sio? Asante sana. Na sasa hivi niko na vijana 20 bado naendelea kuzaa. Yesu Kristo. Asema mbele hao 20 wote hapana. Sitakuwa ni furaha. Nitaenda mbinguni ama sitaenda mbinguni? Hapo simama wale wadogo wangu naishi nao, tunakula, tunalala, tunacheza, tunaimba, tunasali. Leo wapo wanawakilisha parokia zote hapa. Kutoka hapa Olasiti, kijana ambaye anatoka Olasiti. Hebu anyoshe mkono juu. Muone. Alafu kwa Mrongo pia anawakilisha kutoka kwa Mrongo. Anyoshe mkono wake juu. Sasa tulikuwa tunafanya kazi Sombetini zamani. Sasa kumbe kulipanda mbegu huko Sombetini. Kunao yule ambaye aliona kwamba hata sijiunge na wale wa Msalaba Mtakatifu, bali aende kwa SBD. Anyoshe mkono. Na vile kunao wale ambao wanatoka hapa Tanzania. Wanatoka sehemu mbalimbali. Kuna watu wa Mara, kuna watu wa Babati, Mbulu, kuna watu wa Dar es Salaam. Kuna watu wa Kondoa. Wanyoshe mkono wale kutoka Tanzania, Dar es Salaam, Kondoa. Wanyoshe mkono. Sasa Kenya ni kubwa, kunao wanatoka Kenya sehemu mbalimbali huko, sijui kuelekea Uganda huko Eldoret, kuelekea huko Kisumu. Kisumu. Wanyoshe mkono wale kutoka Kenya. Kutoka Kenya wanyoshe mkono juu. Basi sasa tunavuka mpaka. Kwa sababu kulikuwa na jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini siku hizi jumuiya imepanuliwa. Sijui Sudani yuko hapo, sijui Rwanda, Kongo wako hapo. Sasa kunao mmoja kutoka Sudan Kusini. Sudan Kusini. Sasa yule ambaye ni mweusi kabisa, huyo. Nyoshe mkono kutoka Sudan, from South Sudan. Aise, na waomba muombe hali ya nawe. Sisi Yesu Kristo. Bado tunahitaji. Haitoshi. Shamba la Mungu bado tunahitaji kufanya kazi. Sasa ukiona kijana ambaye bado anasema fanya nini? Huyu aje atulie tu, atulie. Kabla kufanya maamuzi aje tu atulie. Jioni tafadhali. Aje atulie kwanza. Aendelee kufanya uamuzi pole. Sifa Yesu Kristo. Sasa mimi tana na hawa vijana wangu na wanacheza mpira vizuri.
walipiga hao timu ya Ola City, wakapiga kwa mrongo, wakapiga sasa tapigwa sifa Yesu Kristo, timu mpigwe. Hii ni kama Simba na Yanga. Simba. Sasa asante sana hapa Friday na Mungu awabariki. Sasa mimi naitwa Padre Daniel, mimi ni mlezi wao huko Jimba. Sifa Yesu Kristo. Sasa ndio mimi huyu. Si mnanifahamu? Asanteni sana. Mungu awabariki. Haya. Anaonekana kama mdogo lakini anakula tu, sio? Kama tu mimi nilikuwa chini yake, maana sasa unajua habari ni ikoje. Haya, na mwisho basi namkaribisha Father Karibu Bienvenue. Hata, tunamkaribisha Father Karibu. Karibu. Nilipenda ile Padre Daniel anasema akamkazia macho, lakini mimi sitapata mambo. Jina langu ni Bienvenue Ramanamituna. Bienvenue manake karibu. Kwa hiyo ndio maana naitwa Father Karibu. Nimetoka Madagascar, kisiwa kikubwa hapa karibu na Msumbiji ama Afrika Kusini. Mimi ni wakili paroko wa parokia Tokeo la Bwana Luka. Heri ya sikukuu ya Krismasi. Heri ya sikukuu ya Pasaka. Basi tunasimama na kumaliza misa, alafu tutaenda kula chakula, na wakati tunakula basi tuzungumze yale ya vijana, interact, tuhusiane, alafu baadaye ndio twende nyumbani. Alafu wale wa Moroko basi mkiwa tayari magari takuja hapa kwa ajili ya kututu. Ama tunaweza kutembea tena? Ndio. Basi tusimame. Bwana awe nanyi. Inameni kupata baraka. Mungu Mwenyezi awabariki. Tunapoadhimisha siku hii takatifu ya Pasaka, na kwa rehema yake awakinge na kila shambulio la dhambi. Yeye ambaye kwa ufufuko wa mwanae pekee anawafanya upya kwa ajili ya uzima wa milele, awajalie tuzo za milele. Nanyi mnaoadhimisha furaha za sikukuu ya Pasaka, baada ya kumaliza siku hizo za mateso ya Bwana, mjaliwe kufikishwa kwa moyo mchanganyiko kwenye ile sherehe ya furaha isiyo na mwisho. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.
Mapendo tena ndugu mtazamaji. Hapa tumefikia tamati, na kama unavyoona hapa vijana wamefurahi, na siku ya leo ilikuwa ni siku nzuri sana, na tumepata chochote kuhusu Emmaus Walk. Ninakwambia usipende kukosa. Ni mimi mtangazaji wako Teresia.